Bana, uhali gani ndugu mwanamichezo, na haujambo? Karibu tuweze kukujuza habari mbalimbali za kimichezo zilizoweza kujiri siku hii ya leo kutoka hapa nchini Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, tunafahamu kwamba msimu unaenda kumalizika, kila timu ikiweza kupanga mashambulizi ya kutosha kuweza kuchukua vyuma mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali ili kuweza kuongeza nguvu katika vikosi, lakini vile vile kuweza kujiandaa na msimu unaoweza kufuata. Kikubwa ndugu mwanamichezo ambacho kimetukutanisha hapa siku hii ya leo ni wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kufanya umafia na kuweza kufanya usajili wa kibabe, lakini vile vile kuweza kufanya mazungumzo ya kutosha kabisa na ya uhakika na timu mbalimbali ili kuweza kuwachukua wachezaji mbalimbali, nyota mbalimbali ambao katika msimu ujao huenda tukawaona katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, kutokana na mazungumzo haya kuweza kukamilika au kufikia asilimia fulani. Na sisi moja kwa moja ndugu bwana michezo tunaenda kukuonyesha ni kitu gani ambacho kinachoendelea baada ya Simba Sports Club, timu pekee ambayo sasa hivi inaiwakilisha Tanzania katika mashindano ya CAF, lakini vile vile timu pekee ambayo ipo katika hatua ya finali katika kombe la shirikisho barani Afrika katika mashindano ya CAF, ambayo inajiandaa kuweza kukutana na Rais Berkane katika hatua ya finali, lakini vile vile inajiandaa kuweza kuchukua kombe hilo la shirikisho na kuweza kuleta Tanzania ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa. Simba Sports Club bwana wameweza kufanya umafia, na moja kwa moja tutaenda kukuonyesha ni kitu gani ambacho kinachoendelea baada ya kuweza kufanya mazungumzo na timu mbalimbali Afrika, lakini vile vile kuweza kuonyesha nia ya kuwachukua nyota mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Lakini kikubwa ambacho kinaweza kukushangaza ni kuhusiana na mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Young Africans, Simba Sports Club kuweza kumchukua, na huenda msimu ujao tukapata kuona makeke katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini sio hao tu, wako wengi sana. Lakini kabla sija kujuza ni kitu gani ambacho kinachoendelea na hatua imefikia wapi na Simba Sports Club wamejiandaa vipi, na tayari je, wachezaji hao wameshatua katika klabu hiyo au wanasubiria msimu uweze kumalizika, au kitu gani ambacho kinachoendelea? Kabla sija kujuza hayo yote na kabla hujajua kitu gani ambacho kinachoendelea, tukukumbushe na tukuombe, kama mara kwanza tunajiunga nasi, basi tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe yaliyoko chini ya video hii, lakini vile vile utabonyeza alama ya kengele itakayotoka pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka. Lakini vile vile uwe mwanafamilia wetu na usikose kupata mambo mazuri, mambo matamu ya kimichezo pale yanapotofikia na sisi kufikishia wewe masaa 24. Subscribe hapo chini, lakini vile vile usisahau kucomment kuhusiana na taarifa hii. Na moja kwa moja ndugu mwanamichezo, huku tukiendelea baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kujiandaa na hatua ya finali, huku vile vile wakiweza kujiandaa na mashindano mbalimbali, hususan mashindano ya NBC Premier League ya hapa nyumbani Tanzania, ili kuweza kuona mashindano yataishaje, yani msimu utaisha vipi, huku wenyewe katika nafasi ya pili. Moja kwa moja msimu unapoenda kumalizika, kila timu huwa inafanya umafia wa kuchukua wachezaji mbalimbali. Simba Sports Club imeweza kufanya umafia huu kwa mara nyingine tena kuweza kuonyesha kwamba wanaweza kuwachukua wachezaji wa aina yoyote kutoka sehemu mbalimbali, kutoka katika timu ya aina yoyote Afrika. Sasa wameweza kufanya umafia na kuweza kufanya mazungumzo na wachezaji mbalimbali, lakini vile kufanya mazungumzo na timu mbalimbali ili kuweza kuwachukua wachezaji mbalimbali. Mmoja ya wachezaji ambao wameweza kufanya mazungumzo naye ni mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Young Africans, anafahamika kwa jina la Fiston Kalala Mayele. Nadhani wote tunafahamu uwezo wake, nadhani wote tunafahamu skills zake, na tuliona kati ikiwa Young Africans makubwa sana aliweza kuyafanya. Simba Sports Club moja kwa moja wameweza kufanya mazungumzo na klabu ambayo inachezea sasa hivi ya Pyramid ili kuweza kumchukua mchezaji huyo Fiston Kalala Mayele, huku wakiweza kujiandaa vizuri kabisa kuweza kumpokea mchezaji huyo msimu ujao aweze ukiputa katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini vile vile kuna mchezaji kutoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye anafahamika kwa Allende. Nadhani tunafahamu uwezo wake. Nadhani kwa wale ambao washaona michezo mbalimbali ya Mamelodi Sundowns, lakini vile vile ambao bado hawajajua uwezo wake, basi waweza kutazama skills zake katika mitandao, watapata kuona uwezo wa Allende. Moja kwa moja Simba Sports Club imeweza kufanya mazungumzo na Mamelodi Sundowns ambao kwa sasa hivi wapo katika hatua ya finali katika kombe la mabingwa barani Afrika, huku na wenyewe wakiwa wanahitaji kuweza kuona msimu utamalizikaje baada ya kuweza kutinga finali ya kombe la mabingwa barani Afrika, huku pia vile vile wakiwa wanafanya mazungumzo na wachezaji mbalimbali. Simba Sports Club ameona haina ubaya, ngoja ajaribu kupiga jicho pale katika klabu ya Mamelodi Sundowns ili kuweza kuona kitu gani ambacho kitakachoweza kutokea. Moja kwa moja ameweza kufanya mazungumzo na klabu hiyo na kuweza kutaka kumchukua mchezaji huyo Allende ili kuweza kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club.
Lakini vile vile ndugu mwanamichezo, si hao tu, wako wengi na wengi sana, ila moja kwa moja nimeweza kukujuza hao wachache ambao Simba Sports Club imeweza kufanya mafia kwa kuweza kuwachukua. Wapo wengi sana, lakini moja kwa moja kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, tutazidi kukujuza kitu gani ambacho kinachoendelea katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Lakini vile vile tutapata kukuletea wachezaji wengine ambao Simba Sports Club imeweza kufanya mazungumzo nao na wameweza wengine kusaini katika klabu hiyo ya Simba Sports Club, lakini vile vile wengine wanatarajiwa kuweza kusaini na kuweza kutua, ambapo msimu ujao tunaweza kuwaona wakicheza katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ndugu na michezo, unatoa maoni gani na unaona nini baada ya Simba Sports Club kuweza kufanya mafia kwa kuweza kuchukua wachezaji hawa, lakini kikubwa kuweza kumchukua mchezaji Fiston Kayala Mayele? Unaona nini hapa? Kama kuna ushindani fulani unazidi kuendelea, lakini vile vile Allende, mchezaji ambaye yuko vizuri, Mamelodi Sundowns wanamtegemea kweli kweli, lakini tunapata kuona hela inaongea na Simba Sports Club wameweza kuweka mpunga na kuweza kuchukua wachezaji ambao watakuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji, lakini vile vile katika maeneo mbalimbali. Ndugu wa michezo, mimi sina la ziada na kutakia siku njema.